Yes. Tuangalie point nyingine. Luka sura ya kwanza. Luka sura ya kwanza. My God, my God. Oh my God. Makabasata. Luka sura ya kwanza mstari wa 26. Anasema hivi. Mwezi wa 6 malaika Gabrieli alitumwa na Mungu kwenda mpaka mji wa Galilaya, jina lake Nazareti, kwa mwanamwali bikira aliyekuwa ameposwa na mtu jina lake Yusufu, wa mbari ya Daudi, na jina lake bikira huyo ni Mariamu. Luka 1:28 sasa anasema hivi. Akaingia nyumbani kwake akasema, salamu uliyepewa neema, Bwana yu pamoja nawe. Haleluya. Amen. Biblia inasema Mariamu akafadhaika, akajiuliza, lakini malaika akamwambia, usiogope Mariamu, kwa maana umepata neema kwa Mungu. Amen. Wote tunajua Mariamu ndiye aliyemzaa Yesu, si ndio? Amen. Lakini ili Mariamu amzae Yesu, kwa sababu Yesu ndiye amebeba neema, itakiwa kwanza Mariamu naye aipokee nini? Neema. Yaani kitendo cha Mariamu kubeba ile mimba ya Yesu, naye akawa amebeba ile neema. Malaika akamwambia, umepata neema kwa Mungu. Amen. Jamani, hakuna mahali Mariamu alimwomba Mungu, Mungu naomba mimi nimzae Yesu. Hakuna mahali Mariamu alifunga na kuomba. Neema huwa tunapokea. Amen. Unanielewa? Amen. Uwezo kumomba Mungu. Neema hailetwi na maombi. Kuna kitu Mungu anakupa kwa neema yake, amejisikia kukupa hiyo neema. Kuna mtu ananielewa? Amen. Haleluya kwa Mungu. Amen. Yaani ni Mungu amejisikia akupe neema. Wewe kazi yako ni kupokea. Mariamu Mungu alimpa neema na Mariamu akapokea ile neema. Amen. Sasa ukisoma kwenye Biblia Yesu alipozaliwa, Biblia inaniambia kuna mamajusi walitoka mashariki, wanaenda kumtafuta Yesu. Wakasema tunasikia kuna mfalme amezaliwa. Wakasema tunamtafuta aliyezaliwa. Na wale mamajusi walikuwa wamebeba dhahabu, wamebeba uvumba, wamebeba vitu vya thamani. Haleluya. Amen. Ngoja nikwambie, Yesu alizaliwa kwenye hori la ng'ombe, si ndio? Amen. Yesu alizaliwa kwenye hori la nini? Ng'ombe. Lakini neema aliyokuwa nayo ilisababisha mamajusi wanaotoka mashariki waanze kuona kuna mtu yuko mahali, wakaanza kumtafuta. Amen. Ngoja nikwambie mtu wa Mungu, Daudi wakati nabii Samuel Mungu alimwambia aende kumpaka mafuta, alikuta Daudi hayupo. Amen. Alikuwa mafichoni. Wakatokea ndugu zake wote. Neema iliyokuwa juu ya Daudi ilisababisha japokuwa hayupo, alisubiriwa. Haleluya. Amen. Yesu japokuwa alizaliwa kwenye hori la ng'ombe, neema kuna watu iliwavuta. Amen. Kuna watu walitoka mbali wanamtafuta Yesu. Amen. Neema ikiwa juu yako huwezi ukafichika, mtu wa Mungu. Amen. Haijalishi wamekuweka kwenye poli gani. Neema itasababisha watu waliobeba msaada wako waanze kukutafuta. Amen. Kuna watu watatoka mbali wanakutafuta kwa sababu Mungu amekupa neema. Amen. Kuna watu watatoka Marekani kwa sababu Mungu amekupa neema. Kuna watu watatoka mbali wanakutafuta wewe kwa sababu Mungu amekupa neema. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Anapokea neno la unabii. Amen. Kuna mtu anapokea neno. Haleluya. Amen. Yes. Yaani Yesu alizaliwa kwenye hori la ng'ombe. Hivi mtu aliyezaliwa kwenye hori la ng'ombe, how comes analetewa dhahabu? How comes analetewa uvumba, mane? How comes? Kama sio neema hiyo. Amen. Na wale watu walikuwa wamjui, lakini kuna neema iko juu ya Yesu kwa sababu Yesu ndiye aliyebeba neema. Haleluya. Amen. Alipozaliwa neema yake ikaanza kuongea. Ngoja nikwambie mtu wa Mungu, unaweza kama hauna kazi, unaweza kama hauna ndoa, unaweza kama hauna biashara, hauna kipato, lakini ukiwa na neema ya Mungu, hivyo vitu vitakutafuta mwenyewe. Ukiwa na neema ya Mungu, hauwezi kushinda maisha. Ukiwa na neema ya Mungu, biashara yako itainuka tu. Unaweza kama hauna cheti, ni sawa, lakini kwanza kuwa na neema ya Bwana. Inawezekana hauna hela, lakini mwambie Mungu, usinipe kwanza hela, nipe kwanza neema yako. Mwambie Mungu, usinipe kwanza kazi, nipe kwanza neema. Mtu mmoja aseme amen. Haleluya. Amen. Yes. Unajua kuna vitu watu wengi tunavidharau, lakini nakwambia hakuna kitu cha ajabu kama Mungu akikupa neema. Amen. Na hii neema unaipokea kupitia Kristo. Amen. Nasema asubuhi leo unaondoka na neema. Amen. Mwezi wa 4 tunatembea na neema. Amen. Mwezi tunatembea na neema. Amen. Kuna uwezekano hatuna hiki, hatuna kile, lakini Mungu anaachilia neema. Amen. Kuna vitu ulikuwa unavitafuta vitaanza kukutafuta kwa sababu neema iko juu yako. Amen. Daudi akasema wema
kuyafuata. Maana yale mambo ambayo nilitakiwa niyafuate, neema inasababisha yenyewe ndio yaanze kunifuata. Hey. Kala basakata kaba. Makata kaba basakala baya. Haleluya. Amen. Mungu anaamua kukustahilisha vile vitu ambavyo ulikuwa ustahili, inaitwa neema. Mungu anakupa wokovu uliokuwa ustahili, inaitwa neema. Mungu anakupa kazi uliokuwa utakiwa kuipata, inaitwa neema. Amen. Yusufu angepataje kazi? Kwanza yuko nchi ya ugeni. Cha pili alikuwa ameshtakiwa kwamba amebaka. Yuko amefungwa gerezani kwa mashtaka. Yuko ugenini, ndugu zake wamemchukia, kuna anayemjua, lakini Mungu alipompa neema, ile neema ilimtambulisha. Ile neema ilimtoa gerezani. Ikampa kazi mahali ambapo hajulikani. Ikampa kazi wakati hana cheti, kwa sababu kuna neema waga inatangulia mbele yetu. Neema ikiwa juu yako, nyota yako itaonekana. Wale mamajusi waliona nyota, wakasema hii nyota ni ya mfalme. Wakati Mariamu na Yusufu walipomzaa Yesu, walimwona ni mtoto wa kawaida, lakini neema ikasema huyo sio mtoto wa kawaida, huyo ni mfalme. Huyo ni mfalme. Kala masakata haya. Pigie Bwana makofi mazuri. Haleluya. Hiyo ni kazi ya neema. Hiyo ni kazi ya neema. Neema ikiwa juu yako huwezi kufichika. Haleluya. Niweke mahali popote pona kupataka. Neema itawavuta watu. Amen. Watajikuta wamekufuata huko uliko. Amen. Kwa sababu kuna neema iko juu yako. Amen. Acha biashara yako waiweke mbali ya mji, lakini neema itawavuta wateja huko uliko. Kwa sababu hiyo inayofanya kazi ni neema. Na majusi walijikuta wako kwenye hori la ng'ombe, wanamtafuta mfalme, wakaenda kumlipia nyumba nzuri, wakamlipia nauli ya kwenda Misri, wakamlipia ile akula miaka 3 miaka 5, wakafanya kila budget iliyokuwa inahitajika kwa ajili ya Yesu Kristo, kwa sababu kuna neema ilikuwa juu ya Kristo. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Yesu hakuwahi kukoma popote kwa sababu maisha yake yalikuwa yamejaa neema. Ondoa kila kitu, niachie neema ya Bwana. Utakuwa bado utanimaliza. Haleluya. Amen. Nifukuze kazi lakini usiondoe neema ya Mungu, utakuwa bado hujaribu chochote. Kwa sababu neema iliyonipa kazi ya kwanza itanipa kazi ya pili. Ondoa mali zangu zote. Kuna mtu mmoja anaitwa Ayubu. Shetani alienda akaharibu mali zake zote. Ayubu akapoteza kila kitu. Lakini Ayubu hakupoteza neema. Ile neema iliyompa mali za kwanza ilianza kuzungumza tena. Ikasema tunakurudishia. Na Biblia inaniambia kwamba mwisho Ayubu alipata mara 2 kuliko ile aliyokuwa leo. Kwa sababu kazi ya neema inahakikisha kwamba kile Mungu amekusudia kwenye maisha yako lazima kitimie. Haijalishi shetani ameleta upinzani kiasi gani, lakini yupo mtetezi wako ambaye atakutetea. Amen. Haleluya. Amen. Ayubu wakati anapitia ile mapito, wale marafiki zake walimwambia Ayubu, umemtenda Mungu dhambi, ndio maana umefiwa na watoto. Ayubu, umemtenda Mungu dhambi, ndio maana umepata hasara. Ayubu, kuna dhambi walimhukumu. Ilipofika Ayubu 19 mstari wa 25, kwa sababu Ayubu pia alijaribu kujitetea, akaona hata wamuelewe. Ilipofika Ayubu 19:25 akasema, najua mtetezi wangu yu hai. Amen. Hivi unajua kuna watu hata ukiwapa maelezo mangapi hawawezi wakakuelewa. Hebu niambie, mtu kama Yusufu baada ya kusingiziwa anatoa maelezo gani? Hata ujielezee vipi, mimi sijafanya, hawatakuelewa. Yule mama aliyekuwa amefumaniwa kwenye uzinzi, nachompendea alikaa kimya. Amen. Akasema, mimi hapa hata nikijielezea vipi, nani atakayenielewa? Amen. Hivi unajua kuna issue tunazo kwenye maisha. Haleluya. Hapa naongea na watu fulani. Kuna issue wewe kupitia kwenye maisha yako. Kuna watu wenda wanajua maisha yako ya nyuma. Hata ukiwaelezea, niambie habari za Sauli. Sauli aliwaua watu wa Mungu. Yesu akaenda kumtokea Anania, akamwambia hivi, Anania, kuna mtu nimemuona ni chombo kiteule. Anania akasema hivi, Bwana, huyu Sauli unataka nikamuombee, ana mabaya mengi mno. Ameua watu wako wengi mno. Sasa Sauli anaweza kujitetea nini? Hawezi kujitetea. Lakini Yesu mwenyewe akaanza kumtetea, akamwambia, Anania, ngoja nikueleweshe. Huyo Sauli unaomuongea ni wa zamani. Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo, amekuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita, tazama amekuwa mapya. Yesu akaanza kumuelewesha Anania, akamwambia, baraka uliokuwa unamjua ni baraka wa zamani. Baraka leo ndani na wewe sasa hivi ni baraka mpya. My God. Kuna watu wanakujua wewe wa zamani. Kuna watu wanakujua wewe wa mwaka jana. Wanakujua wewe wa mwaka 2020. Lakini Yesu anasema hivi, anataka
akutambulishe kwa upya. Watu wajue kwamba wewe ni chombo chake, wewe ni mtumishi wake. Anaagana na maisha yako kwa sababu ameachilia neema usiyostahili, ameachilia juu yako. Amen. Haleluya. Amen. Hatuwezi tukajielezea. Kuna vitu hata tukijielezea mwaka mzima watu hawawezi wakatuelewa. Hawawezi. Hawawezi. Kuna watu hata uambie wewe ni mtumishi wa Mungu hawatakuelewa. Amen. Kuna watu hata uambie umesoma, uwape vyeti, hawatakuelewa. Ila subiri siku neema ianze kusema kwamba huyu ni mtumishi wangu, kwamba huyu amesoma, kwamba huyu ana hekima, kwamba huyu anaweza biashara. Acha siku neema ianze kuongea. Kwa waliokuwa wakuelewi watakuelewa. Waliokuwa wamekukataa watakukubali. Amen. Haleluya watu. Amen. Yes. Hiyo ni kazi ya neema. Haleluya watu wa Mungu. Amen. Neema ikiwa juu yako huwezi ukafichika. Amen. Neema ikiwa juu yako huwezi ukafanya nini? Huwezi ukafichika. Yes. Yes, inawezekana kwa muda kitambo unaweza kuonekana kama vile uko mwenyewe. Lakini neema haijaondoka. Amen.